Kwa majina ni mrakibu msaidizi Lusajo Mboli, ni kaimu kamanda jeshi la zimamoto mkoa wa Kigoma. Kilichotokea ni kwamba mnamo majira ya saa 2 usiku tulipokea taarifa ya mlipuko wa moto hapa mamlaka ya bandari ya Kigoma. Jeshi la zimamoto tulifika eneo la tukio tukiwa na gari ya kuzimia moto kwa wakati. Tulianza kukabiliana na moto huo mkubwa kwa sababu ulikuwa ni moto wa mafuta, na moto huo ulikuwa ni moto ambao ulikuwa ni moto wa meli ambao ilikuwa inabeba mafuta toka bandari ya Kigoma kuelekea nchi ya Kongo. Kilichotokea, bahati nzuri moto tumeukabili kwa wakati, na bahati nzuri tulichofanikiwa, moto haujaweza kudhuru eneo la majengo au miundombinu ya bandari. Moto tumeweza kudhibiti na haujaweza kudhuru miundombinu yoyote ile ya bandari. Katika moto huu, hasara ambayo imeweza kutokea ni kwamba meli yote imeteketea, lakini na mafuta lita kama 160,000 yameteketea. Hasa madhara au changamoto kubwa iliyotokea ni kwamba tumepata kifo cha mtu mmoja ambaye ni jinsia ya kiume, ambaye jina lake alikuweza kujulikana mara moja. Chanzo ni nini hasa? Mpaka sasa waandishi wa habari au wananchi kwa ujumla, chanzo hakiweza kubainika kwa mara moja. Uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini chanzo halisi. Kama mlivyoshuhudia leo majira ya saa 2:30 umetokea moto katika bandari ya Kigoma. Meli ya Pacific ambayo ili kule Kongo ilikuwa inapakia mafuta katika bandari ya Kigoma kwa ajili ya kupeleka Kongo. Ikawa imefikia hatua imeshapakia takriban tani 60,000 na ikawa sasa inataka kupisha ili ingie meli nyingine. Lakini taarifa ambayo nilipewa tangu asubuhi hapa ni kwamba hii meli ilikuwa na changamoto ya starter ya meli yake, namna kuiwasha ilikuwa kidogo inasumbua. Kwa hiyo wakati wanataka kutoa ile meli, wakaanza ile meli kuiwasha, ikatoa zile cheche, na katika zile cheche zikatoa moshi na hatimaye moto ukalipuka. Hata kwa sababu ni meli ya mafuta, basi mateki nayo pia yakapokea ule moto, yakaweza kulipuka. Kwa hiyo meli nzima imelipuka na imezama majini, na kwa sababu ilikuwa ni majini, basi maji pia yamesaidia kuzima huo moto. Lakini tunashukuru sana majeshi yetu ya zimamoto ya bandari na pia ya mkoa yamewahi kufika sehemu ya tukio na yamesaidia kwa kiasi kubwa sana, at least 80% ya kusaidia moto huu kuweza kuzima. Kwa mpaka sasa tunapoongea, athari za ajali hii ya moto hazijafahamika mara moja, zaidi ya meli nzima kuzama na mafuta yote kuteketea, na pia tumetoa mwili mmoja wa binadamu mmoja hapa ambaye amefariki, na tunaendelea kufuatilia kujua nini hasa ambacho kimejiri humo ndani kwa ajili ya cruise na abiria wengine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba baadaye tunakoendelea uchunguzi utaendelea kufanyika vizuri na tutajua exactly kama kuna vifo au kuna mambo mengine ambayo yametokea. Tunashukuru sana kwa majeshi ya zimamoto ambayo yamepigana hapa kadri inavyowezekana mpaka tumefikia hatua hii. Kwa hiyo taarifa kwa ufupi kabisa kuhusu ajali hii ya moto. Lakini kwa ujumla meli yote imeteketea. Meli nzima imezama majini na imeteketea kwa sababu ule moto umeanza kwenye meli yenyewe, na matenki yako yote ambayo yalikuwa kwenye meli yameachana na meli, sasa hivi yako majini yanaendelea kuteketea. Tunashukuru Mungu kwamba sasa hivi moto umekuwa controlled na unaelekea kuzima wote. Meli ya Pacific ilikuwa imeshakwisha pakia lita 160,000 mpaka wakati inapata ajali. Kwa hiyo ilikuwa inapisha eneo la kuhudumiwa pale ili ingie meli nyingine kwa usiku huu, meli ya Clinker, meli ya GLC. Lakini sasa wakati wataka kuiwasha itoke, ndio ikapata hii changamoto. Tupo kwenye tukio la ajali ya meli kuungua moto, meli aina ya Pacific ambayo ina usajili wa Kongo. Mpaka sasa hivi
moto umefanikiwa kuzimwa, na katika eneo la tukio mpaka sasa hivi tumepata mwili wa mtu mmoja ambaye bado hajatambuliwa. Nawashukuru sana wananchi pamoja na vyombo vyetu vyote kwa kushirikiana vizuri na kuweza kuuzima moto huu. Leo kwenye majira ya saa 2 hivi tumepata changamoto baada ya meli kubwa ya mafuta ambayo ilikuwa imepakia mafuta takriban lita 160,000 na bado ilikuwa inaendelea kupakia mafuta kuelekea Kongo. Hii ni meli binafsi, imepata hitilafu na kuungua. Kwa hiyo umetokea mlipuko mkubwa na moto mkubwa ambao umesababisha taharuki katika eneo letu la Kigoma, lakini nitumie fursa hii kupongeza sana vikosi vyote vya usalama ambavyo vimeshiriki kwenye kuzima moto huu, na hadi sasa tunazungumza moto huu umedhibitiwa zaidi ya 99%, ni kama umekwisha. Mpaka sasa tumepata mwili wa mtu mmoja ambaye bado hajatambuliwa, ambaye amepata madhara ya kuungua na moto huu wa mafuta, na vikosi vyetu vya uchunguzi vinaendelea na uchunguzi, na baada ya kukamilika kwa uchunguzi basi zitapatikana taarifa kamili za ajali hii. Nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wa Kigoma waendelee kuwa watulivu wakati uchunguzi unaendelea, na madhara ambayo yangeweza kusababishwa na moto huu yamedhibitiwa kwa 100%. Majengo yote ya bandari yako salama na watu wengine pia wako salama, isipokuwa hatujajua kama kulikuwa kuna watu kwenye meli hii. Bado uchunguzi unaendelea. Asanteni sana.